Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amehusisha wito wa siasa na kujadili masuala muhimu, akionya dhidi ya migawanyiko ya kikabila na kuwataka viongozi kuzungumzia masuala muhimu yanayohusisha gharama ya maisha. Akizungumza wakati wa kongamano la wajumbe wa chama cha Jubilee kaunti ya Kiambu, Uhuru ameonekana kujibu mabishano ya kisiasa yaliyozuka baada ya kauli zilizonukuliwa kutoka kwa katibu mkuu wa UDA Hassan Omar, kauli zilizokosolewa vikali na baadaye kusababisha ombi la msamaha. Mwandishi wetu wa masuala ya kisiasa Mike Kagwongo na taarifa zaidi. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta sasa anaonekana kurejea rasmi katika siasa za kitaifa, akianzia harakati hizo kupitia mkutano mkubwa wa wajumbe wa chama cha Jubilee uliofanyika kaunti ya Kiambu Jumatatu. Uhuru amewaambia wajumbe kuwa ataanza kuzunguka nchi nzima kuhakikisha chama cha Jubilee kinapata udhabiti na kujipanga upya. Kwa mujibu wa katiba ya chama, hatua inayotafsiriwa kama kurejea kwake moja kwa moja katika siasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Lakini nimeamua tutaendelea mpaka tutimize hiyo shughuli. Na sasa mwelekeo wetu ni tuanze kule mashinani. Akiwahutubia wajumbe hao, Uhuru amesema chama cha Jubilee kitaendelea kuheshimu taratibu za kikatiba na mageuzi ya ndani, licha ya changamoto za kisiasa na kisheria ambazo zimekuwa zikikwamisha juhudi za kupanga upya uongozi wa chama hicho. Kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue. Na issue ni simple. Wenzangu, issue ni simple. Bila kutaja viongozi moja kwa moja, Uhuru alikosoa matamshi ya kisiasa ambayo walisema yanachochea mgawanyiko wa kikabila, huku akihoji kwa nini kauli za uchochezi kutoka kwa baadhi ya viongozi zinaendelea kuvumiliwa. Tumeanza kuona wengine wakianza siasa ya mgawanyiko, na wana haya wakiongea haya, wanaongea haya mbele ya wakubwa wa nchi, na wanasimama na wanaongea mambo ya kuchochea, mambo ya kulete vita, mambo ya kugonganisha Wakenya. Na hakuna mtu ambaye anasimama hapo kusema msiongee vile mnaongea. Wanaruhusiwa tu waongee yale ambao wanasema. Amesema matatizo yanayoikumba Kenya hayawezi kutatuliwa kwa ukabila pekee na kuwataka viongozi kulinda mshikamano wa kitaifa, huku wakielekeza nguvu zao katika changamoto za kiuchumi zinazowakabili wananchi wa kawaida. Na hakuna mtu ambaye anastahili kutisha mwenzake. Hakuna mtu ambaye anastahili kutisha kabila tofauti. Sisi zote ni Wakenya, na Mwenyezi Mungu anajua ni kwa sababu gani alituweka pamoja kwa nchi ambayo inaitwa Kenya. Matamshi yake yanajiri siku chache tu baada ya katibu mkuu wa UDA Hassan Omar kuomba msamaha kufuatia kauli alizotoa wakati wa shughuli ya chama hicho katika eneo la Pwani, kauli zilizozua ukosoaji kutoka kwa baadhi ya viongozi wa Mlima Kenya na kuibua madai ya ubaguzi wa kikabila. Hadharani mchana mtu kwanza kuzungumza maneno eti huwezi kukubali Wakikuyu, huwezi kukubali kabila hii, huwezi kukubali. Shida ya nchi yetu sio shida ya Wakikuyu, ama shida ya Wajaluo, ama shida ya Wakamba, ama shida ya Wakisii. Shida tuko nayo ni shida ya wananchi wote wa Kenya. Kufuatia wito wa siasa za migawanyiko dhidi ya baadhi ya viongozi humu nchini, sasa macho yote yanaelekezwa kwa viongozi husika kuona iwapo watawaelekeza Wakenya kwenye mustakabali mwafaka kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mike Kagwongo, TV47, kutoka katika kaunti ya Kiambu.